Waziri wa ulinzi wa Israel asema jeshi lake linapanua operesheni zake Gaza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashtumu kile alichokiita mashambulizi ya makusudi ya Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani aelekea Ulaya kwa mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO. Habari kamili. Jerusalem. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema leo kuwa operesheni ya kijeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza inazidi kupanuka ili kukamata maeneo makubwa ambayo yataongezwa kwenye maeneo ya kiusalama ya Israel katika wakati ambapo mashambulizi ya anga ya usiku kucha katika mji wa kusini wa Khan Yunis yamewaua watu 17. Katz ametoa wito kwa wakazi wa Gaza kuwafukuza wanamgambo wa Hamas na kuwarudisha mateka wote wa Israel. Kundi hilo linawashikilia mateka 59 ambapo 24 kati yao wanaaminika kuwa bado wako hai baada ya wengine kuachiliwa huru chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ama mengine. Katika hatua nyingine, Ujerumani imekanusha tamko la Israel kwamba ilishiriki katika hatua ya kuondoka kwa hiari kwa Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza hadi kwa mataifa ya tatu. Wizara ya mambo ya ndani ya Israel imesema mamia ya wakazi wa Gaza wakiandamana na wanadiplomasia wa Ujerumani walisafirishwa kwa ndege kutoka kusini mwa Israel hadi katika mji wa Ujerumani wa Leipzig jana Jumanne. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa Urusi inashambuliana kwa makusudi miundombinu ya nishati ya Ukraine na akatoa wito kwa washirika wake kuiwekea nchi hiyo shinikizo zaidi ili kusitisha mashambulizi yake. Kwetu sisi maneno hayatoshi. Pamoja na kwamba tunawaheshimu washirika wetu wa kimkakati, vikwazo ni muhimu sana kwetu kwa sababu tuliozungumza na Marekani tunafanya yale ambayo Urusi na Marekani walikubaliana hawafanyi na wanakiuka mara kwa mara. Sisi ndio tunaoteseka. Ukraine na watu wa Ukraine wanateseka. Ndio maana tunatazamia sana kuwekwa kwa vikwazo vikali. Rais Zelensky ameongeza kuwa Urusi imefanya mashambulizi mengine ya makusudi na uharibifu wa miundombinu pamoja na kulenga kwa droni kituo kidogo cha nishati katika eneo la Sumi. Kiongozi huyo wa Ukraine pia amesema njia ya umeme ilishambuliwa katika mji wa Nikopol na Dnipro na kukatiza nguvu za umeme kwa maelfu ya wakazi. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anatarajiwa leo kushiriki katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya kujihami ya NATO mjini Brussels. Rubio atashiriki mkutano huo katika wakati ambapo hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka kati ya mataifa ya Ulaya na Marekani. Rais Donald Trump akiweka ushuru dhidi ya mataifa ya Ulaya pamoja na kupinga uhuru wa Denmark juu ya eneo lake linalojitawala la Greenland. Mazungumzo hayo ya siku mbili ni maandalizi ya mkutano wa kilele wa viongozi hao utakaofanyika Juni mjini The Hague. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Denmark Lars Løkke Rasmussen anayetarajia kukutana na Rubio mjini Brussels amesema nchi yake haikufurahishwa na kauli ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance wakati wa ziara yake wiki iliyopita katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Greenland, ambapo alisema Denmark haijawatendea vyema watu wa eneo hilo la Greenland. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jana kwamba mfanya biashara Masad Boulos atafanya ziara fupi barani Afrika kushughulikia mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ukiwa mfano wa hivi karibuni zaidi wa mshirika wa Rais Donald Trump kutekeleza jukumu lisilo la kawaida la kidiplomasia. Wizara hiyo imesema Boulos ataanza ziara hiyo kesho Alhamisi kuelekea Kongo, Rwanda, Kenya na Uganda. Taarifa kutoka wizara hiyo imeongeza kuwa Boulos atakayeandamana na mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Corina Sanders atakutana na wakuu wa nchi na viongozi wa biashara ili kuendeleza juhudi za amani ya kudumu mashariki mwa Kongo na pia kukuza uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani katika kanda hiyo. Boulos, Marekani mwenye asili ya Lebanon, ambaye mwanawe wa kiume amemua binti Trump Tiffany, aliteuliwa kuwa mshauri mkuu wa Afrika pamoja na nafasi ya sasa ya mshauri mkuu wa rais wa masuala ya mataifa ya Kiarabu na Mashariki ya Kati. Hatimaye Kinshasa.
Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amebatilisha hukumu za kifo dhidi ya Wamarekani watatu waliopatikana na hatia kwa mashtaka kushiriki katika jaribio la mapinduzi yaliyotibuka katika mji mkuu wa nchi hiyo Kinshasa mwaka jana. Haya ni kulingana na afisa mmoja wa serikali. Msemaji wa rais wa Kongo Tina Salama amesema hukumu hiyo ya kifo ilibatilishwa kwa amri ya rais na badala yake watuhumiwa hao sasa watatumikia kifungo cha maisha jela. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Tatu Karema ndiye aliyekusomea taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na yapo mengi tuliyokuandalia mchana huu, ila haya ni miongoni tu mwa utakayoyasikia. Marekani leo yatazamiwa kuanza kutekeleza amri ya Rais Donald Trump ya kuweka viwango sawa vya ushuru na ule unaotozwa na mataifa mengine duniani. Jeshi la China lafanya mazoezi ya kuzilenga bandari muhimu na vituo vya nishati, wakati mazoezi ya kutumia risasi za moto kama sehemu ya luteka zinazoilenga Taiwan. Na dunia leo inaadhimisha siku ya uelewa kuhusu ugonjwa wa usonji. Kumbuka tupo mubashara kabisa katika mtandao wa kijamii wa Facebook na hata katika chaneli yetu ya YouTube. DW Kiswahili ndilo jina. Andika maoni yako huko, halafu baadaye nitakuwa nayasoma maoni hayo moja kwa moja hapa studioni. Usisahau pia matangazo haya moja kwa moja unaweza pia kuyasikiliza kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili, dw.com/Kiswahili, na baadaye pia tutakuwa na mjadala wa moja kwa moja kuhusiana na mengi yaliyojiri katika viwanja vya michezo. Ila kwa sasa bora tuvalie njuga uchambuzi wa ripoti zetu na tuanzie huko Marekani. Marekani inatazamiwa kuanza kutekeleza leo amri ya Rais Donald Trump ya kuweka viwango sawa vya ushuru na ule unaotozwa na mataifa mengine duniani kwa bidhaa zinazotoka Marekani. Trump anajitapa kuwa hatua hiyo inalenga kuyalinda maslahi ya kampuni za Marekani na kuinufaisha nchi hiyo chini ya ajenda yake ya Marekani kwanza. Mohamed Halef anatazama aina ya ushuru na ulengwa na athari zake kwa uchumi wa ulimwengu. Mapema mwaka huu Trump aliwaagiza maafisa wake kutengeneza mpango wa kile kiitwacho ushuru wa malipizano kwa bidhaa zinazoingia Marekani, akitekeleza ahadi yake ya kampeni ya jicho kwa jicho kwenye masuala ya kibiashara ulimwenguni. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House wakati huo, Trump alisema, na hapa namnukuu, "Nimeamua kwa dhamira ya kuwa na usawa, nitatoza ushuru wa kulipiza, yaani chochote ambacho nchi inaitoza Marekani, nasi pia tutatoza hicho hicho, hatutazidisha, hatutapunguza." Mwisho wa kumnukuu. Tangu arejee madarakani, utawala wake umekuwa kinara wa matangazo ya ushuru na pia hatua kadhaa za kulipiza kisasi, ikiwemo ile ya kuweka ushuru wa ziada wa 20% kwa bidhaa za China iliyoanza kutekelezwa mnamo mwezi Machi, pamoja na ushuru wa 25% kwa bidhaa zinazoingia kutoka Canada na Mexico ambao kwa sasa umesitishwa. Trump alitangaza pia ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium ulioanza mnamo tarehe 12 mwezi wa Machi. Mfanyabiashara huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa anaamini kwa dhati kabisa kwamba Marekani haitendewi haki kwenye biashara ya ulimwengu. Anahoji kwamba nchi nyingi zinawekea Marekani viwango vya juu vya ushuru kuliko ambavyo Marekani imeziwekea, hali ambayo inasababisha ukosefu wa usawa. Kwa mfano, India inatoza ushuru ambao ni mkubwa zaidi kwa 5 hadi 20% kuliko ule wa Marekani kwa 87% ya bidhaa zake, kwa mujibu wa shirika la kutathmini sera za kibiashara ulimwenguni Global Trade Alert. Kwa Trump, lazima kuwe na uwiano wa ushuru baina ya ule inazolipa Marekani kwa nchi nyingine na unaolipwa na nchi hizo kwake, pamoja na kuyalazimisha mataifa makubwa kama vile China na Umoja wa Ulaya kushusha ushuru wao. Trump anaamini kwamba ushuru huu wa kulipiza kisasi utaimarisha sera yake ya kiuchumi ya Marekani kwanza kwa kupunguza nakisi ya biashara, huku ikiongeza uwezo wa viwanda vya ndani. Wakati aliposaini amri hiyo mwezi Februari, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba hatua hii itaihusu kila nchi, kadiri itakavyoitendea Marekani nayo pia itatendewa hivyo hivyo. Hata hivyo, wachumi wamebainisha kwamba Marekani inanufaika zaidi na hali ya kutokuwepo uwiano wa kibiashara na sehemu nyingine za ulimwengu, kwani sarafu yake ya dola, ambayo ndio kimsingi sarafu ya biashara ya dunia, inatumika kwenye biashara takribani zote, na matokeo yake kuupa uchumi wa Marekani nafuu kubwa ya moja kwa moja.
Nchi hutumia dola zilizopatikana kwenye biashara au kuwekeza ndani ya Marekani, mara nyingi kwa mfumo wa hati fungani za serikali, maduka ya fedha na majengo. Hilo linaifanya viwango vya riba vya Marekani kuwa vya chini kabisa, na hivyo kuwafanya wafanyabiashara na watumiaji wa Marekani kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kukopa na kutumia. Ilikuwa ni ripoti yake Mohamed Helef hiyo. Tukizidi kusonga mbele, jeshi la China limesema limefanya mazoezi ya kuzilenga bandari muhimu na vituo vya nishati wakati wa mazoezi ya kutumia risasi za moto kama sehemu ya luteka zinazoilenga Taiwan, kisiwa ambacho China inasema ni himaya yake. Mazoezi hayo ya kushangaza yamekosolewa na Marekani kama mbinu ya vitisho na yanafanyika baada ya rais wa Taiwan Lai Ching-te kuita China kuwa ni nguvu ya kigeni ya uadui. Josephat Charo ana maelezo zaidi. Jeshi la China limesema hivi leo kwamba linaendelea na mazoezi ya kijeshi katika maeneo ya bahari yanayokizunguka kisiwa cha Taiwan. Msemaji wa kamandi ya mashariki ya jeshi la China, Shi Yi, amesema katika siku ya pili ya luteka hizo kwamba vikosi vilikuwa vikifanya mazoezi katika eneo la kati na kusini mwa mlango bahari wa Taiwan. Yi amesema mazoezi hayo yanajumuisha mashambulizi yanayoyalenga maeneo maalum ya kuigwa yanayonuiwa kushambuliwa. Mazoezi hayo yamepewa jina Straight Thunder 2025A, jina linalopendekeza kwamba kuna mengine yatakayofuata baadaye mwaka huu. Mwaka uliopita China ilifanya mazoezi makubwa ya kijeshi mara mbili kukizunguka kisiwa cha Taiwan mnamo mwezi Mei na Oktoba, yaliyopewa majina ya Joint Sword 2024A na Joint Sword 2024B. Mazoezi hayo ya pamoja yaliyolijumuisha jeshi la nchi kavu, jeshi la wanamaji, jeshi la anga na kitengo cha makombora yalianza jana Jumanne. Kufikia jana mchana, Wizara ya Ulinzi ya Taiwan ilikuwa imezitambua ndege za kivita za China, meli 21 za vita ikiwemo manuari 1 na meli 4 za walinzi wa pwani nje ya visiwa vyake. China imetahadharisha leo kupitia msemaji wake wa Wizara ya Mambo ya Nje, Guo Jiakun, kwamba adhabu kwa Taiwan itaendelea hadi pale viongozi wake watakapoachana na juhudi za kushinikiza kile ambacho serikali ya mjini Beijing inasema ni kudai uhuru kutoka kwa China bara. Ili mradi uchochezi wa uhuru wa Taiwan unaendelea, adhabu dhidi ya uhuru haitakoma. Hatutamruhusu mtu yeyote, nguvu yoyote, kwa njia yoyote kuitenganisha Taiwan kutoka kwa China. Tutachukua hatua zote zinazohitajika ili kuulinda kwa uthabiti uhuru wa taifa na uadilifu wa eneo letu. Wizara ya mambo ya nje ya China imewahimiza viongozi wenye nyadhifa muhimu nchini Ufilipino wasitoe kauli zisizo na msingi kuhusu swala la Taiwan, ikitahadharisha kwamba wale wanaocheza na moto utawachoma wenyewe. Kauli ya msemaji wa wizara hiyo, Guo Jiakun, katika mkutano wa mara kwa mara na waandishi habari imekuja kama jawabu kwa mkuu wa majeshi ya Ufilipino Romeo Brawner, akiwahimiza wanajeshi waanze kujiandaa na kupanga kuchukua hatua ikiwa kutatokea uvamizi dhidi ya Taiwan. DW tunavuma kwa kishindo.